Unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, na sasa ni katika habari za biashara. Uendelezaji wa miundombinu ya usafirishaji mkoani Kigoma umefungua fursa mpya katika biashara ya kusafirisha bidhaa mbalimbali zikiwemo za mazao kutokana na uboreshaji wa njia za reli, barabara, bandari na uwanja wa ndege, hivyo kuweka wigo mpana zaidi wa wananchi kuchagua njia wanayoitaka. Tupate taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Mabadiliko hayo yameongeza matarajio kwa wafanyabiashara kutumia fursa ya usafirishaji wa bidhaa kutoka Kigoma kwenda maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Katika kuunga mkono fursa hizo, shirika la Posta limeanzisha kampeni ya kuhamasisha wananchi kutumia huduma zake kusafirisha bidhaa kwa usalama, uhakika na kwa urahisi. Tunataka huduma ya usafirishaji iwe rahisi, ya uhakika na yenye gharama inayoweza kumwezesha mfanyabiashara kubaki na faida na kuendeleza kukuza biashara yake. Tunafungua fursa masoko ya kimataifa, kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania, kuongeza shughuli za kiuchumi na hatimaye kuchangia ongezeko la mapato ya serikali na uchumi wa taifa. Na application inaitwa Posta Kiganjani. Ukiwa na ile app, ukishafanya registration, ukawa notify watu wa Posta, wakaja nyumbani kwako kwa ajili ya kucollect ule mzigo. Kampeni hiyo inalenga kuwafikia wafanyabiashara na wananchi wanaotaka kutumia fursa ya mtandao wa shirika la Posta kusafirisha bidhaa katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi wanachama 192 duniani. Kupitia kampeni hii sisi kama mkoa tumefurahi sana kwa sababu tumeanza kwenda Marekani. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza matumizi ya huduma za usafirishaji, kukuza biashara za wananchi na kuifanya Kigoma kuwa sehemu muhimu ya shughuli za kibiashara zinazounganishwa na masoko ya ndani na ya kimataifa. Kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Mwajabu Hoza, Channel 10. Baadhi ya wanawake wameeleza kuwa wamekuwa wanapitia changamoto mbalimbali ikiwemo kufanyiwa ukatili pindi wanapoibua na kutetea haki za umiliki wa ardhi, hivyo kuwanyima fursa muhimu ya kuweka biashara na uchumi mikononi mwao. Zaidi na Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Wakizungumza katika kongamano la haki za ardhi za wanawake iliyokuwa likiangazia mafanikio ya kampeni ya Stand for Her Land, wanawake hao wamebainisha changamoto walizopitia na namna ambavyo kampeni hiyo imewasaidia. Baada ya kupata elimu ya kumiliki ardhi, nilimshirikisha mume wangu, lakini alikasirika. Kanitelekeza miaka 2 na watoto, lakini baada ya kuendelea kupata elimu kupitia shirika la Miiko kuja kwetu, likamfuata, kampa elimu, alirudi kwenye familia, akanimilikisha ardhi, baadaye akaninunulia nyumba. Nimetetea haki ya mama na dada na watoto wake wa kike. Ikanipelekea kufungwa kifungo cha miaka 4 jela kwa kusingiziwa kesi mbalimbali ili nionekane wale watu waweze kukosa nguvu kwa sababu wao ndo walikuwa wananitegemea mimi. Ikawa imekuja kampeni ya Mama Samia. Nikaa nimeenda kujielezea pale, wakawa wamenisaidia, nikakata rufaa kwenda tena Kongwa ndo akasema inabidi nyumba zote ziuzwe ili na mimi niweze kupata haki yangu. Awali akifungua kongamano hilo, naibu waziri wa ardhi Kaspari Muya amesema serikali itaendelea kurekebisha sera na sheria ili kulinda haki na umiliki wa ardhi kwa kila mtu, huku viongozi wa jukwaa hilo wakibainisha umuhimu wa wanawake kumiliki ardhi. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kiraia na wadau muhimu sana ili kurekebisha na kuboresha sheria na sera mbalimbali ambazo zinahusu sekta ya ardhi kwa manufaa ya jamii yote kwa ujumla. Tumeona matokeo makubwa sana ya kuwa na hii sheria ya ardhi ambayo inasema mwanamke na mwanamume wana haki sawa. Yaani kipengele kimeweka hayo maneno. Kwa hiyo sisi tunajivunia kuwa na hiyo sheria na tumeona wanawake wengi wakimiliki ardhi. Umiliki wa ardhi una nafasi kubwa katika usalama wa chakula katika ngazi ya familia, kipato katika ngazi ya familia. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na taarifa hiyo ya Leonard Mwacha inahitimisha habari za biashara. Endelea kusalia nasi, tukirudi ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe.